Na moja kwa moja toka Dodoma nchini Tanzania. Hujambo na karibu katika ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Muda huu miongoni mwa habari muhimu ambazo tunazo ni pamoja na jamii yatakiwa kufichua wagonjwa wa ukoma. Katika habari za kimataifa ni pamoja na Myanmar yakamilisha awamu ya mwisho ya uchaguzi mkuu. Na katika habari za michezo, Azam FC yapata ushindi wa kwanza kombe la shirikisho. Asante kwa ambayo unatupata kupitia Sky Digital na wewe ambaye unatupata kwenye Azam Dish channel namba 22, Other channel pamoja na Zanzibar Cable TV channel namba 14. Mimi ni Maliango Mugeta. Karibu. Waziri wa Afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa ameiasa jamii kuachana na dhana potofu ya kuficha wagonjwa ukoma na kujitokeza wanapobaini viashiria vya ugonjwa huo ili kurahisisha zaidi jitihada za serikali kutokomeza ugonjwa huo hapa nchini. Hii ni taarifa zaidi. Waziri Mchengerwa ameyasema hayo leo Januari 25, 2026 wakati alipozungumza na waandishi wa habari akitoa tamko la maadhimisho ya siku ya ukoma duniani kwenye ofisi ya wizara jijini Dodoma. Waziri Mchengerwa amewataka waganga wakuu wa mikoa na wilaya kuhakikisha kaya zote zilizo katika maeneo wanayoibuliwa wagonjwa wapya wa ukoma zinafuatiliwa na wanakaya wote kufanyiwa uchunguzi na kubaini wenye kuugua ugonjwa huo na kuanzishiwa matibabu. Na athari kutokana na ugonjwa huu, tunafanya maadhimisho ya mwaka huu huku tukishuhudia kupungua kwa kiwango cha ugonjwa wa ukoma duniani na hasa hapa kwetu nchini. Ndugu wanahabari, mwaka 2006 Shirika la Afya Duniani yani WHO litangaza nchi yetu kuwa imefikia kiwango cha kimataifa cha kutokomeza ugonjwa wa ukoma, ambacho ni nchi kuwa na mgonjwa mmoja kati ya watu 10,000. Aidha, idadi ya wagonjwa wapya wanaogunduliwa nchini inaendelea kupungua mwaka hadi mwaka. Idadi ya wagonjwa wapya wa ukoma imepungua kwa asilimia 37 kutoka wagonjwa 2297 mwaka 2015 hadi wagonjwa 1439 kwa mwaka 2025. Pamoja na nchi kufikia lengo la utokomeza ugonjwa huu wa ukoma, bado kuna halmashauri 12 ambazo sijafikia lengo hili na zinachangia asilimia 71 ya wagonjwa wote 1439. Waziri Mchengerwa ameitaka mikoa na halmashauri kuhakikisha wagonjwa wote wanaoibuliwa wanatambuliwa ili kufanya ufuatiliaji na kufanyiwa uchunguzi wa ugonjwa wa ukoma na kuwapatia tiba kinga kaya husika. Ndugu wanahabari, ugonjwa wa ukoma unatibika na kupona kabisa, na matibabu yote yanagharamiwa na serikali na yanatolewa bila malipo kwa mnufaika. Mgonjwa wa ukoma akigunduliwa, kuanzishwa matibabu mapema, hupona bila athari zozote na hawezi kuambukiza tena. Hatua tuliofikia kama taifa inatia moyo na hatuna budi kuongeza bidii ya kukabiliana na vikwazo vya kutokomeza ugonjwa huu. Wataalam wanasema kikwazo kikubwa katika kufikia lengo la kutokomeza ugonjwa huu ni kuendelea kwa desturi, mila na mwenendo wa unyanyapaa dhidi ya ugonjwa wa ukoma. Unyanyapaa ni kikwazo kikubwa, hivyo lazima tuchukue hatua madhubuti kuhakikisha tunamaliza kabisa tatizo hili kwa kuongeza uelewa kwa wagonjwa, kwa jamii. Ndugu wanahabari, mna nafasi kubwa ya kuhakikisha kwamba taarifa sahihi juu ya ugonjwa huu zinaifikia jamii. Tangu mwaka 2006 Shirika la Afya Duniani WHO limeitangaza Tanzania kuwa tayari imefikia kiwango cha kimataifa cha kutokomeza ugonjwa wa ukoma cha chini ya mgonjwa mmoja kati ya wagonjwa 10,000, ambapo idadi ya wagonjwa wapya wanaogunduliwa nchini inaendelea kupungua kutoka wagonjwa 2297 mwaka 2015
hadi wagonjwa 1442 mwaka 2025, sawa na punguzo la asilimia 37. Godinless Gaspar, Sky TV. Naam, kilio cha mjane Pili Kafuye ambaye alilazimika kulala nje na familia yake kwa siku 4 kufuatia mgogoro wa ardhi katika eneo la Mbezi Msakuzi, wilaya Ubungo, jijini Dar es Salaam, hatimaye kimesikika baada ya Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba kuamuru mama huyo arudishwe ndani ya nyumba yake. Hii ni taarifa zaidi. Jumanne wiki hii ilikuwa siku ngumu kwa mjane Pili Kafuye baada ya kutupiwa vitu nje na mtu anayedai kuwa eneo lilipojengwa nyumba ya mama huyo ni la kwake. Mama Kafuye akapaza sauti iliyomsukuma Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba kuingilia kati sakata hilo na kuamuru arudishwe ndani ya nyumba yake wakati vyombo vya usalama vikiendelea na uchunguzi. Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amenituma kuja kufika hapa na kuhakikisha kwamba mama huyu anarudishwa ndani ya nyumba yake wakati suala lake likiendelea kufanyiwa uchunguzi na TAKUKURU kuhusu uhalali wa nyaraka ambazo anasema zimempatia ushindi mtu ambaye ana mgogoro naye. Lakini nimefika hapa, nimeagiza kwanza mama arudishwe ndani na milango ambayo imechomelewa na kuzibwa ifunguliwe. Zoezi hilo limekamilika kwa kupitia serikali ya mtaa. Milango ambayo ilikuwa imepigwa spot au imechomelewa imefunguliwa na mama atatakiwa aingie ndani. Dalali asifike hapa kuja kusumbua, asubiri mpaka TAKUKURU atakapomaliza kazi yao kupitia nyaraka ambazo zimelalamikiwa kwamba sio za halali. Kwa hiyo kama kuna amri ya mahakama, sisi hatupingani na mahakama, lakini lipo lalamiko kwamba nyaraka hizo za kugushi. Tayari lalamiko hilo liko TAKUKURU. Sasa hatuwezi wakati kuna lalamiko TAKUKURU la kugushi, then anakuja mtu mwingine anatekeleza kile ambacho tumekizuia. Sasa tumestopisha mtu yote kuja hapa kwa utekelezaji wa amri ile ya madai mpaka hili lalamiko ambalo liko TAKUKURU uchunguzi wake ukamilike. Maagizo tayari Mheshimiwa Waziri Mkuu ameshayatoa kwa TAKUKURU kwamba waharakishe uchunguzi wao ili ijulikane haki ya suala hili iko kwa nani. DC Msando pia amesema watachunguza tukio la risasi iliyopigwa wakati mama huyo akiwa nje na familia yake. Tumekuta lalamiko hapa kwamba kampuni ya ulinzi iliyokuja kusimamia zoezi hili ilipiga risasi na ganda lake nimekabidhiwa. Kwa ganda hili ambalo nimelikuta kwenye mfuko ninamkabidhi OCS ili hatua stahiki zichukuliwe tu. Sisi kama majirani, ile risasi na umeiona Mheshimiwa DC, hii ya juzi ya risasi, kwa kweli kaka zako na wazazi wako, hasa huyu mama yangu au mama yetu, unamtesa sana, ameteseka sana. Achana na mambo ya mahakama, lakini hili la risasi limetikisa eneo. Na tunakutambua wewe umenyoka. Sasa kwa nini katikati ukataka kuyumba? Hizi risasi uko wapi Msando? Mjane huyo na familia yake wamemshukuru Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba kwa kusikia kilio chao. Mkuu wa wilaya kwa kuja na kuitikia wito wa Waziri Mkuu na utekelezaji wa Waziri Mkuu aliyoyapendekeza. Hilo pia namshukuru kwa hekima zake. Pia namshukuru Waziri Mkuu kwa kusikia kilio changu na pia kutaka kujua undani na kufanya utekelezaji au uchunguzi wa kujua nani hasa mwenye haki kwenye hili eneo. Kwa kweli nimeteseka muda mrefu. Naishukuru sana serikali yangu. Tunamshukuru sana Daktari Mwigulu Nchemba. Mungu ampe nguvu, aendelee na moyo huo huo. Kutoka Dar es Salaam, Nora Damian, Sky TV. Naam, taarifa ifuatayo inahusu sakata la kamati ya fedha na uchumi katika halmashauri ya wilaya ya Geita kuagiza mkurugenzi wa halmashauri hiyo kusimamia shughuli za ujenzi zilizokuwa zinafanywa na mwekezaji baada ya kutuhumiwa kubomoa majengo ya serikali limechukua sura mpya baada ya waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI kuagiza kuwa mwekezaji huyo achukuliwe hatua kama hana mkataba. Hii ni taarifa zaidi. Sakata hilo limefikia hatua hiyo baada ya kamati ya fedha na uchumi ya halmashauri hiyo kumwagiza mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Geita kusimamisha shughuli za ujenzi
zinazofanywa na mwekezaji ambaye anatuhumiwa kubomoa majengo ya serikali. Nauliza, wewe si ndo uko hapa? Umeingia kwenye eneo letu, umevunja mimi nimefunga na wewe mkataba. Mimi nimefunga na wewe mkataba. Maana mwekezaji ni nini? Unao mkataba? Ni kuonyesha mkataba wa nini? Sawa. Sasa. Kwa hiyo hutaki kuongea na halmashauri. Kuonyesha mkataba mimi wa nini? Unaongea. Naona? Blaza, sikiliza. Ndugu zangu, huyu ni mwekezaji ambaye kila mtu hataki. Kwani una shida gani? Una sababu za kuongea na mimi. Hapa sio eneo la serikali, hili ni la chama. Nani aliyebomoa sasa? Kabomoa nani hizo? Kwani wewe hujui wilaya hivi? Hujui wilaya. Hujui nani kwenye halmashauri? Kuna mwekezaji ambaye yuko hapa Katoro, amechukua eneo la CCM akawekeza, alivyomaliza akapata tamaa, wakatafuta eneo lingine. Eneo lingine likawa ni uwanja wa mpira. Sasa hakumefanyika hizo anazoziita taratibu. Mimi ni mjumbe wa kamati ya siasa. Sikushiriki, pengine sikupata mwaliko au sikuwepo. Walioshiriki walishiriki. Baada ya kushiriki anasema ana mkataba. Lakini ukiuliza mkoani hawaelewi. Ukiuliza HQ taifa hawaelewi. Jenga kwa mamlaka aliyopewa na watu waliomwelekeza ili aweze kujenga lile eneo, awekeze, ila lile eneo linavyoonekana ni eneo la michezo ambalo limetolewa na chama chetu na kilitoa kwa ajili ya michezo na halmashauri wanajua hivyo. Lakini katika mazingira hayo basi ilionekana kwamba inafaa kujenga frame kwa ajili ya biashara. Lakini sasa changamoto iliyokuja ni wananchi kupokea kile kitendo ambacho kilifanyika cha kubomoa yale maeneo ya serikali ambazo zilikuwa ofisi zao ambazo baadhi zilikuwa zinatoa huduma na zingine zilikuwa hazitoi huduma kwa wakati huo. Kufuatia sakata hilo, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI, Profesa Riziki Silas Shemdoe ametoa siku 14 au amepata majawabu ya kinachoendelea, huku akisema serikali haiwezi kuchezewa. Na hili nilitolee maelekezo, nimepata vitu viwili jana. Kitu kimoja wapo pale Katoro, mkurugenzi uko hapa, pale Katoro kuna mbabe mmoja amechukua eneo la serikali, amevunja majengo yaliyoko pale kwenye eneo la serikali pale Katoro, ameanzisha biashara pale. Anapozungumza na viongozi wa serikali anawadharau, yani anaonyesha yeye ni mbabe, amewaweka viongozi mfukoni. Ninafahamu kuna arabii mbili zimechukuliwa pale. Arabii yake amechukua na kuna arabii ya kiongozi wa serikali amechukua. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, kwa niaba ya mkuu wa mkoa ambaye najua utampelekea haya maelekezo yangu, kupitia vyombo hivi mlivyo navyo, hebu lifuatilieni hili swala. Na kama hakuna mkataba wowote alionao yule ndugu pale, kama hakuna, hatua za kisheria zichukuliwe. Kamati ya fedha na uchumi ya halmashauri ya wilaya ya Geita ilitembelea na kukagua eneo hilo na iliagiza mwekezaji kusimamisha ujenzi anaofanya katika eneo hilo lililopo karibu na ofisi ya mtendaji wa kata ya Katoro baada ya mwekezaji huyo kutuhumiwa kubomoa majengo ya serikali. Michael Francis Bundala, Sky TV. Na mnaendelea kutazama ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Moja kati ya habari ambayo tunayo kwa sasa ni pamoja na katibu tawala Mbarali aingilia kati mgogoro wa ardhi Luhanga, atoa maagizo mazito. Karibu katika ulimwengu wa habari, mimi ni Maliango Mugeta. Katibu tawala halmashauri wilaya Mbarali mkoa wa Mbeya Frank Sichwale ametoa maagizo mazito kwa mfugaji ambaye amefahamika kwa jina la Karash Tisho, ambaye anadaiwa kutumia nguvu za mamlaka yake kuvamia na kuchukua mashamba ya wakulima na kuacha mara moja vitendo hivyo, huku akimtaka mfugaji huyo kufika katika ofisi za serikali ya kijiji kwa ajili ya kuandika maelezo ya maandishi na kuahidi kutorudia tena vitendo hivyo. Mwanahabari wetu ana undani wa taarifa ifuatayo. Frank Sichalwe ametoa agizo hilo alipotembelea mashamba ya kijiji cha Luhanga na kutatua mgogoro huo kati ya wakulima na wafugaji baada ya mfugaji Karash Tisho kuzungusha mpaka hadi kwenye maeneo ya wakulima wengine. Maelekezo
Kalashi ulinunua eka 280 ambazo zinasomeka huku. Eneo lako ni eka 280 sio 800. Ubaki na eneo eka 280. Na humo ndani kama kuna mtu ana eka zake 10, 20, 5, ana ngapi, humo ndani kwenye eneo 280. Hakikisha kwamba anakuwa na eneo lake. Kama anatoka atoke kwa ustaarabu, sio kumlazimisha wala kumtishia. Kwa eka 280 ndo za kwako. Hizi eka zingine sio za kwako. Ni za wananchi. Wanatakao walimu wajipatie chakula. Kalashi umekiri. Tunaenda ofisi ya serikali kijiji, ukakiri kwa maandishi na useme hautorudia tena kuzungusha maeneo hayo ya wananchi. Akizungumza mbele ya wananchi, mfugaji huyo Kalashi Tisho amekiri makosa yake na kuomba radhi kwa wakulima aliowaathiri, huku akiahidi kutorudia tena kitendo hicho. Heka 850 nimeweka mwenyewe kwa sababu watu walikuwa wanafamia hayo maeneo yangu. Sawa. Na wamefamia kweli. Sawa. Na lakini baada ya kuweka ndio watu wakaanza kulalamika. Lakini mimi nikawaambia kama una shamba lako, wewe chukua shamba lako. Mimi sijachukua shamba lako. Mimi naangalia tu yale maeneo niliyonunua. Kwa upande wao, viongozi wa eneo hilo wamesema hatua serikali imekuja kwa wakati mwafaka, huku wananchi wa eneo hilo wakionyesha kufurahishwa na maamuzi yaliyotolewa. Fikiri tuombe kesho kama ingewezekana au kesho kutwa. Mtu wache sisi hilo jukumu, serikali ya kijiji kwa maana ya serikali ya kata, ile eneo liwekee nini? Sasa sijui wataalamu, tutakuwa sisi wenyewe wataalamu au mtatusaidia mheshimiwa Dasi. Ili kuliwekea beacon ile eneo. Ili kusiwe na mwingiliano tena wa nini? Tubaki tunazungumza hoja ya wachache walioko wapi? Walioko mle. Lakini pembeni kule aliko kodisha au hakuna makodishiano. Si watu wengine wataseto, mtaona mgogoro utakuwa umefanya nini? Tutakuwa umeisha. Mgogoro mimi nimeridhika nao. Umeenda vizuri kabisa. Hamna mashaka. Mimi nimepokea vizuri. Mimi tukutuku haipo, serikali naipongeza, imeenda vizuri, tunashukuru maeneo yetu. Mkuu wa wilaya ameongea vizuri. Mimi asante kwa serikali. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Upendo Kibetile, Sky TV. Naam, taarifa nyingine ni kuhusu mwenyekiti wa kamati ya fedha, uongozi pamoja na mipango FUM katika halmashauri ya wilaya ya Momba, Mheshimiwa Sylvester Jumapili Haizuru amepongeza usimamizi mzuri wa miradi na inayotekelezwa katika halmashauri hiyo na kuitaka halmashauri kuongeza kasi ya usimamizi ili miradi mingine ikamilike kwa wakati. Hii ni taarifa. Pongezi hizo zimetolewa wakati mwenyekiti huyo alipoongoza wajumbe wa kamati ya fedha, uongozi na mipango kutembelea na kukagua utekelezwaji wa miradi ya maendeleo yenye thamani ya shilingi milioni 562. Nikiwa na kamati yangu ya fedha, mipango na uongozi, tumetembelea miradi 6 ya maendeleo, na miradi hiyo tumeletewa fedha na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan milioni 562 kwa ajili ya ujenzi wa shule na vituo vya afya kwa maana ya zahanati na madarasa ya shule za msingi, maabara na kituo kimoja cha kujifunzia walimu ambacho kipo kijiji cha Ntungwa. Naomba niwaambie wananchi kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wa Mama Samia Suluhu Hassan imetukumbuka sana wananchi, hususan kutuletea miradi ambayo wananchi wanaiona kwa macho. Tumeamua kujitahidi na kusimamia hii miradi iweze kuisha na kwa wakati na iwe imara. Naye diwani wa kata ya Ikana na mjumbe wa kamati ya fedha, uongozi na mipango halmashauri ya Momba, Obadia Simtala, alikuwa na haya ya kuzungumza. Leo tumetembelea miradi 6 ya wilaya ya Momba. Kwa uhalisia miradi mingi inaendelea vizuri, na ile michache ambayo haikuwa vizuri tunamshukuru mwenyekiti wetu wa halmashauri ya Momba, ameacha maagizo na tuna imani yatatekelezeka. Lakini pia tuweze kuishukuru serikali kuu inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea fedha nyingi kwenye halmashauri yetu ya wilaya ya Momba. Tunamshukuru sana na aendelee kutukumbuka zaidi
ili kutekeleza miradi mingi. Asante sana na nawashukuru sana. Miradi iliyokaguliwa ni pamoja na ukamilishwaji wa zahanati ya Yala, ujenzi wa vyumba 8 vya madarasa katika shule ya sekondari Uwanda, ujenzi wa nyumba ya afisa kilimo kijiji cha Kamsamba, ukamilishaji wa jengo la huduma ya mama na mtoto katika kituo cha afya Kamsamba, ujenzi wa vyumba viwili vya maabara shule ya sekondari Mkama, pamoja na ujenzi wa kituo cha mafunzo ya walimu shule ya msingi Mtungwa. Nikiripoti kutoka mkoani Songwe, mimi John Kiango, Sky TV. Na sasa tunaelekea jijini Dar es Salaam ambapo baadhi ya wananchi wa jiji la Dar es Salaam wamesema utaratibu ulioanzishwa na mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA wa kuweka kambi katika maeneo mbalimbali na kutoa huduma unapaswa kuwa endelevu ili kukidhi mahitaji ya Tanzania ambao wanahitaji vitambulisho vya taifa. Wananchi hao wameeleza hayo wakati mamlaka hiyo ikiendelea kutoa huduma katika kata ya Buyuni, Chanika pamoja na Zingiziwa ambako kumekuwa na mwitikio mkubwa wa watu ambao wanahitaji kupatiwa vitambulisho vya taifa. Hii ni taarifa zaidi. Huduma hii wananchi walikuwa wanahitaji sana na walikuwa wakipata shida, maanake kwenda kutumia nauli kwenda na kurudi, na wengine watu wazima, wengine uwezo wao wa kifedha ni mdogo. Lakini mkurugenzi wa NIDA kwa kuona umuhimu wa jambo hili ameamua sasa alete huduma, afuate wananchi. Kwa hiyo kwa kata hii ya Chanika na kata Zingiziwa wanapata huduma kwenye kata Chanika. Watu ni wengi ukilinganisha na wale ambao wanaenda kupanga kule foleni NIDA. Viongozi wetu hawa wametusaidia sana kuleta hii huduma. Unaona watu ni wengi mno, hatuwezi kujua wataisha leo au kesho au kesho kutwa. Sikuwa na NIDA, kwa hiyo nashukuru sana kwa kutuletea karibu na huduma hii. Changamoto ni yani tuseme kwa viashiria ambavyo vinatakiwa tuambatanishe. Kwa ni changamoto kwa sababu wengine uelewa unakuwa hamna vitu gani, wengine changamoto cha cheti, wengine baba wazazi hawapo au hawana NIDA. Kwa ni changamoto za kawaida tu. Nawahimiza wananchi wote wa kata Chanika na kata jirani tujitokeze kwa wingi katika kupata huduma za namba za NIDA. Tujitokeze tupate namba zetu za NIDA, maana ni haki yetu ya msingi ndani ya taifa letu la Tanzania. Kwa hali halisi ninavyoona mwitikio ni mkubwa, wananchi ni wengi, wamejitokeza kwa kutosha kwa ajili ya kupata huduma hii ya usajili na utambuzi ili mwisho wa siku apate namba ya NIDA na kitambulisho cha taifa kwa ajili ya huduma mbalimbali. Wananchi wengi wanatakiwa kuwa na nyaraka mbalimbali ambazo zinathibitisha taarifa zao kwa maana ya majina, tarehe, mwezi na mwaka wa kuzaliwa ili sasa waweze kutambulika katika maeneo ambayo watahitaji kupata huduma katika bima ya afya, katika mabenki, makampuni ya simu na maeneo mengine ambayo yanahitaji utambulisho wa mwananchi. Ni muhimu sana kwa wananchi na wajitokeze kwa wingi, na kikubwa wahakikishe wanakuwa na taarifa sahihi. Waandike majina sahihi kwenye kitambulisho cha taifa, kwa sababu taarifa hizo watakazoziweka ndizo watakazo kwenda kuzitumia kwenye maeneo mbalimbali. Wakiwa na taarifa tofauti katika NIDA na taarifa wanazozitumia maeneo mengine, basi watajikuta katika changamoto kubwa. Kwa wale ambao bado wako majumbani, ni waase wahakikishe wanakuwa na nyaraka kama vile cheti cha kuzaliwa ambacho kinaonyesha taarifa zao, vyeti vya shule kwa wanafunzi ambao wanasoma, na kwa kundi hili nisisitize wanafunzi ambao wako mashuleni au ambao wamaliza vyuo wahakikishe wanawasilisha vyeti vyao vya shule ili majina yanayoingia kwenye NIDA basi yawe ni majina ambayo wametumia kwenye vyeti vyao vya shule kwa ajili ya kurahisisha michakato ya upatikanaji wa ajira katika maeneo mbalimbali katika serikali na taasisi binafsi. Naam, taarifa hiyo ndio inakamilisha habari za kitaifa. Mapumziko yafuatayo, takaporejea ni habari za kimataifa. Endelea kutazama Sky TV. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC.
Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Habari za kimataifa. Mtazamaji, karibu katika habari za kimataifa. Mimi ni Mindi Josefu. Raia wa Myanmar wamepiga kura katika awamu ya 3 na ya mwisho uchaguzi mkuu nchini humo. Chama kinachoungwa mkono na jeshi kinatarajiwa kupata ushindi katika uchaguzi uliodumu kwa karibu mwezi mmoja. Chama hicho cha The Union Solidarity and Development Party USDP kilichosheheni maafisa wastaafu wa jeshi kilishinda kwa 85% katika uchaguzi wa baraza la wawakilishi na theluthi 2 katika bunge kwenye awamu 2 za awali. Wapiga kura kwenye miji 60 wanashiriki zoezi hilo katika miji mikubwa ikiwemo Yangon na Mandalay. Wakosoaji hata hivyo wamesema uchaguzi katika taifa hilo si huru wala wa haki na unalenga kuhalalisha mamlaka ya kijeshi. Shirika la kibinadamu la Umoja wa Mataifa OCHA limesema haiwezekani kukadiria idadi ya watu waliokufa kwenye mapigano hayo kwa sababu wenyeji wengi bado wamejificha porini. OCHA imesema watu wengi wanaishi chini ya miti huku mali kwenye nyumba zao na hata kwenye vituo vya afya zimeporwa au kuchomwa moto na sasa watu hawa wanakabiliwa na njaa kubwa. Maafa hayo yanaripotiwa kufanywa na pande zote mbili, hatua ambayo inalazimisha shirika hilo kusimamisha huduma muhimu za afya kwa maelfu ya watu. Mapigano makali yalitokea wiki iliyopita katika eneo hilo wakati vikosi vya upinzani vilipochukua udhibiti, ingawa baadaye vilifurumushwa na wanajeshi wa serikali. Banei Afako, mjumbe wa tume ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa nchini Sudani Kusini, katika taarifa yake amesema kinachoshuhudiwa ni ongezeko la hatari ya usalama katika eneo hilo na sehemu nyingine za nchi. Ameonya kuwa vitendo vinavyotokea katika mkoa wa Jonglei vinaweza kuitumbukiza Sudani Kusini katika mzunguko mwingine hatari wa vurugu, wakati amani dhaifu iliyokuwepo ikiendelea kufifia. Mashuhuda wameeleza matumizi yasiyo ya lazima ya mabomu, hali iliyowalazimu baadhi ya raia kukimbilia kwenye madimbo yenye maji mengi ili kujinusuru. Nchi hiyo changa zaidi duniani inakumbwa na vita, umaskini na ufisadi mkubwa tangu ilipoanzishwa mnamo mwaka 2011 na vurugu zinazoongezeka kati ya makundi hasimu ambazo kwa sasa zimeingia kwenye jimbo la Jonglei. Makubaliano ya kugawana madaraka kati ya pande mbili kuu yamekufa kabisa baada ya Rais Salva Kiir
kumgeuka makamu wake wa rais na mpinzani wake wa muda mrefu Riek Machar ambaye alikamatwa mwezi Machi mwaka uliopita na sasa anakabiliwa na mashtaka ya uhalifu dhidi ya ubinadamu. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametoa hotuba yake ya kwanza akihutubia mzozo unaoongezeka kwa kasi wakati huu kama mtihani muhimu wa uzuiaji wa Israel na usalama wa kikanda. Netanyahu ameionya Teherani na washirika wake dhidi ya upotoshaji wakati akiashiria uratibu wa karibu na Washington huku kukiwa na mvutano mkubwa baharini na katika Mashariki ya Kati. Wametoa wito huo wakati wa mazungumzo na Netanyahu yaliyofanyika. Ofisi ya Waziri Mkuu wa Israel haikutoa maelezo zaidi kuhusu majadiliano hayo. Hata hivyo, afisa wa Marekani aliyezungumza katika sharti la kutokutajwa jina amesema wajumbe hao wamefanya kazi karibu na Netanyahu kuhusu kuyapata mabaki ya mateka wa mwisho aliyesalia Gaza na hatua zinazofuata. Marekani inapambana kuhakikisha makubaliano ya kusitisha vita katika ukanda wa Gaza yanasonga mbele. Netanyahu kwa upande wake anakabiliwa na shinikizo la kusubiri kwanza hadi wanamgambo wa Hamasi watakaporejesha mwili wa mateka aliyesalia Gaza. Tamati ya habari za kimataifa. Mimi ni Mindy Joseph. Habari za kimataifa. Naam, na sasa ni michezo na burudani na tunaungana naye Johannes Michael, na hii ni mara baada ya mapumziko yafuatayo. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali.
Uongozi wa shule za Iyula Malaika Pre and Primary School zilizopo Ntyuka Dodoma na Mantengu B mji wa Vwawa mkoani Songwe unatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali na msingi. Kwa wanafunzi wa awali, shule inapokea watoto kuanzia umri wa miaka 2 na kuendelea. Na kwa wanafunzi wa elimu ya msingi, shule ya Iyula Malaika iliyopo Ntyuka jijini Dodoma inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 mpaka la 4. Na shule ya Iyula Malaika iliyopo Vwawa mkoani Songwe inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 hadi la 5. Mzazi au mlezi unakaribishwa kumleta mwanao katika shule za Iyula Malaika kwa elimu bora zaidi. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0745557379 au 0742062424 na 0793186716. Sky TV. Michezo na burudani imeletwa kwenu na ZIC. Habari za michezo na burudani. Huhali gani mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, karibu katika habari za michezo na burudani. Mimi ni Johannes Michael. Na moja kwa moja tunaanzia hapa nyumbani ambapo klabu ya AEK inayoshiriki ligi kuu ya pale nchini Sweden imemtambulisha kiungo mshambuliaji kinda wa Kitanzania anayehudumu kucheza kama mshambuliaji pia Mohamed Shila. Mkataba wake ni ana umri wa miaka 20 ambapo ameanza kujiunga na klabu hiyo kwa mkataba wa miaka 4 hadi mwaka 2030 ambapo ataanza kuitumikia timu yake ya vijana huku akiangaliwa kuwa miongoni mwa wachezaji ambao ni bora zaidi. Mohamed miongoni mwa vijana waliotokea katika klabu ya Azam FC ambao wamekwenda majaribio nchini Sweden, ikitarajiwa kufanya makubwa zaidi kutokana na yale ambayo amefanya ndani ya kikosi chake cha Azam FC. Na kunako taarifa nyingine kuhusiana na kikosi cha klabu ya Simba kimeanza safari ya kurejea jijini Dar es Salaam kikitokea Tunisia ambako jana kilicheza mechi ya mzunguko wa 3 wa kundi D wa ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Esperance de Tunis. Katika mchezo huo uliochezwa ugenini, Simba ilipoteza kwa bao 1-0, matokeo yanaendelea kuwa pigo kwa mashabiki wa klabu hiyo waliokuwa na matumaini ya kuona timu yao ikipata angalau sare ili kujiweka katika nafasi nzuri zaidi ya ushindani wa kundi. Kipigo hicho kimefanya Simba kuendelea kuburuza mkia wa kundi D bila pointi yoyote baada ya michezo 3, hali iliyoongeza pressure zaidi kwa kikosi pamoja na benchi la ufundi katika harakati za kusaka nafasi ya kusonga mbele kwenye michuano hiyo. Hata hivyo, Simba itapata fursa ya kulipiza kisasi wakati itakapoalika Esperance de Tunis katika mchezo wa mzunguko wa 4 wa kundi D utakaochezwa mwishoni mwa wiki ijayo kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Na kunako taarifa nyingine ni kuhusiana na klabu ya African Sport inayoshiriki ligi daraja la kwanza imeandika historia mpya baada ya kukabidhiwa basi la kisasa lenye thamani ya shilingi milioni 170 pamoja na kitita cha shilingi milioni 30. Msaada huo umetolewa na mwenyekiti wa CCM mkoa wa Tanga Rajabu Abdurrahman Abara, akiwa ni hatua muhimu kwa kuhakikisha kwamba klabu hiyo ya African Sport inafanya vizuri jijini pale Tanga, pamoja na kiasi cha shilingi milioni 30 kimeweza kutolewa kwa maasimu wao Coastal Union, yakihakikisha kwamba ni kufanya vizuri zaidi kunako timu ambazo zinatokea mkoa wa Tanga. Kwa sisi kushirikiana wote wana Tanga na wana African Sports, tunahitaji rudishe ukubwa wake. Nimedhamiria tutahakikisha kwenye klabu yetu hii tutakuwa na jengo hapa angalau la ghorofa 3. Na nikisema huwa na maanisha ninachokisema. Tutahakikisha klabu hii ya African Sports inakuwa na uwanja wake tena wa kisasa. Nikisema huwa na maanisha ninachokisema. Tukirudi ligi kuu,
Basi hii itakuwa kuendea mazoezini, tutanunua basi kubwa nyingine yenye hadhi. Nikisema huwa namaanisha ninachosema. Anayesema yule apiga maneno tu ya kisanaa, mwambie aliahidi Costa, lakini leo ameleta tata. Tukisema tunaweza kujenga jengo hapa la ghorofa 3, tunaweza. Mheshimiwa Mwenyekiti, milioni 200 ni hela nyingi kwa viwango vyovyote. Ungeweza kununua nyumba nyingine mahali ukapangisha, huo unaokota mpaka vizazi vyako vikawa vinaokota, lakini ukaamua uichangie kwa ajili ya maendeleo African Sports, kwa ajili ya maendeleo ya mpira wa Tanga na kwa ajili ya mkoa wako. Tunakushukuru sana, asante sana, na Mwenyezi Mungu akuweke na akulipe pale ulipopunguza. Jamani, niwaombe, tutafanya sisi kwa nafasi zetu kila tunaloweza. Leo nimetoa mchango hapa kwa African Sports wa milioni 5, lakini niwahakikishie bado tunafanya zoezi la kuhakikisha wanapata mdhamini atakayeweza kuwa analipa mishahara yao ya mwaka mzima, na tuko kwenye nafasi nzuri. Mimi na Mheshimiwa Rais wa TFF na mwenyekiti, kuna mahali tutaenda kuchokonoa, tuhakikishe hili tunalimaliza, tusiwe na African Sports ambayo ni ombaomba. Mbaki nyinyi sasa kazi ya kusapoti kwa hali, lakini na wachezaji wetu na uongozi wetu wahakikishe timu yetu inashinda mechi zake, na sio tu kubaki kwenye championship, lakini ifike mahali ipande iwe ligi kuu, tuwe na. Kwa wale vijana wa kisasa, tusishangae African Sport tukajiuliza kwamba ni klabu ya hivi sasa. Hapana. Wale watu wa kongwe wa pale Tanga wanaijua African Sport ni klabu ambayo imedumu kwenye ligi kwa muda gani na imeweza kupotea hivi sasa ni kama inarejea. Na moja kwa moja tunakuwa hapa kimataifa, ambapo Mark Brice bado anapokea mshahara wake licha kutimuliwa muda mfupi kabla ya michuano ya Afrika AFCON mwaka 2025. Kwa mujibu wa taarifa, Wizara ya Michezo inaendelea kumlipa kocha Mbelgiji na wasaidizi wake. Kocha huyo wa Mbelgiji alifutwa kazi na shirikisho la soka Cameroon Fecafoot kabla ya kombe la mataifa Afrika. Bado anapokea malipo kutoka kwa wizara yake, Wizara ya Michezo. Mbelgiji huyo hivi majuzi ametoka kupokea euro milioni 45 sawa na shilingi milioni 135 kwa pesa za Kitanzania, kiasi cha mshahara wake kilichojadiliwa alipowasili Aprili mwaka 2024. Na kunako taarifa nyingine kuhusiana na beki kisiki wa Senegal Nia Kate amerejea kwenye klabu yake Olympique Lyons ya huko nchini Ufaransa na kupokelewa kifalme zaidi na wachezaji wenzake klabuni hapo. Nyota huyo aliyepewa heshima hiyo baada ya kurejea kutoka kwenye michuano ya AFCON mwaka 2025 na kubeba ubingwa huo, ambapo pia aliwaletea wachezaji wenzake jezi za Senegali zenye namba pamoja na jina lake, na hii kufanya kuwa wachezaji wote ambao walikuwa wanatumikia timu ya taifa ya Senegali huweza kupokelewa kishujaa zaidi kunako klabu ambazo wanazitumikia katika bara la Afrika pamoja na bara la Ulaya. Na mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, na huo ndo mwisho wa habari za michezo na burudani, na kurejesha kwake mali yangu, na ninakutakia usiku mwema. Michezo na burudani imeletwa kwenu na ZIC. Habari za michezo na burudani. Sky TV. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit.
Sky TV. Naam, na sasa ni utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kutoka muda huu kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania TMA. Habari za wakati huu na karibu katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa 24 zijazo. Na kwa usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa maeneo ya magharibi mwa nchi yetu, nyanda za juu kusini magharibi, kusini mwa mkoa wa Morogoro, Ruvuma, Lindi pamoja na Mtwara, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Mikoa ya Singida pamoja na Dodoma, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Wakati maeneo mengine ya nchi yanayosalia, maeneo haya yanatarajiwa kuwa makavu. Na kwa siku ya kesho, mifumo ya upepo na upepo yanatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 10 kwa saa katika ziwa Tanganyika pamoja na ziwa Rukwa, na kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika ziwa Victoria pamoja na ziwa Nyasa, lakini pia kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa ukanda wote wa pwani, na hivyo hali ya bahari inatarajiwa na mawimbi makubwa kiasi. Na kwa siku ya kesho ni matarajio yetu kuwa maeneo ya magharibi mwa nchi yetu, nyanda za juu kusini magharibi, maeneo ya kati mwa nchi yetu, mikoa ya Morogoro, Ruvuma, Lindi pamoja na Mtwara, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Mikoa ya Arusha, Kilimanjaro pamoja na Manyara, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Wakati maeneo mengine ya nchi yanayosalia, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, lakini pia pamoja na vipindi vya jua. Na tupate kuangalia utabiri wa hali ya hewa wa siku 4 zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini. Dar es Salaam, vipindi vya mvua nyepesi vinatarajiwa. Dodoma, vipindi vya mvua na ngurumo pamoja na vipindi vya mvua vinatarajiwa. Mwanza, vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Kilimanjaro, vipindi vya mvua nyepesi pamoja na vipindi vya jua vinatarajiwa. Mbeya, vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Morogoro, vipindi vya mvua nyepesi pamoja na vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Lakini pia hata kwa mkoa wa Arusha, vipindi vya mvua nyepesi pamoja na vipindi vya jua vinatarajiwa. Na kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania hatuna la ziada. Ulikuwa nami Rebecca William, tukutane hapo kesho muda wakati kama huu. Naam, kabla ya kukamilisha ulimwengu wa habari, ni kukumbushe habari ambazo tumekuwa nazo ni pamoja na jamii yatakiwa kufichua ugonjwa wa ukoma, ambapo katika habari za kimataifa Myanmar yakamilisha awamu ya mwisho ya uchaguzi mkuu, na katika michezo Azam FC yapata ushindi wa kwanza kombe la shirikisho. Kwa niaba ya wote waliohusika katika maandalizi ya ulimwengu wa habari, mimi naitwa Maliango Mogeta, endelea kutazama Sky TV.